Mheshimiwa Juma Homera, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Hamisi Ramadhani Abdalla, Mheshimiwa Jaji Kiongozi, Mheshimiwa Dr. Mustafa Siani, Mheshimiwa majaji, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa uzima na afya njema hadi kukutana siku hii ya leo. Vile vile nipende kuishukuru Mahakama ya Tanzania kwa kunipa nafasi hii adhimu kama rais wa Chama cha Wanasheria wa Tanganyika kutoa salamu na maoni ya chama chetu katika maadhimisho ya Siku ya Sheria, ambayo ni siku muhimu sana inayotukumbusha wajibu wetu wa pamoja katika kulinda misingi ya utawala wa sheria na haki. Kauli mbiu ya Siku ya Sheria mwaka huu ni mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Kauli hii imebeba uzito mkubwa na inaakisi ukweli kwamba hakuna maendeleo ya kweli bila ulinzi wa haki, utawala wa sheria na misingi ya utawala bora. Kwa hiyo kiujumla, mchango wa mahakama katika tunapozungumzia ustawi wa maendeleo ya taifa, tunaliangalia hitimisho. Kwa hiyo kauli mbiu hii maana yake ni furaha, kwa sababu shughuli zote tunazofanya katika kutafuta maendeleo ni ili kupata furaha za watu. Hiyo ndio dhana ya maendeleo katika haki. Haki yoyote ambayo haitafsiri katika msingi ya kuleta furaha inakuwa na changamoto yake katika mahusiano ya kijamii. Mahakama ni moja ya mihimili mitatu ya dola ambao umeundwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muhimili huu huamua mwelekeo wa haki, uaminifu na utulivu wa kitaifa. Taifa linapokuwa na mfumo wa utoaji haki unaoaminika, unaofanya kazi kwa ufanisi na unaoweka mbele maslahi ya wananchi bila upendeleo, dhulma wala hiana, na kuleta hali ya watu kuwa na matumaini, basi ustawi wa kiuchumi, kijamii na kisiasa huimarika. Katika kutekeleza jukumu la kikatiba, mahakama ina wajibu wa kulinda haki za msingi za wananchi kwa kutoa maamuzi huru bila upendeleo, kutoa mwongozo kwenye utatuzi wa migogoro, iwe ya kibiashara, kijamii, kiutawala au kijinai, hivyo kupunguza gharama za mivutano isiyo ya lazima na kuokoa muda wa wananchi kujikita katika shughuli za kimaendeleo badala ya kuendelea kuwa na mgogoro kwa muda mrefu. Kuhakikisha uwajibikaji wa vyombo vya dola na mamlaka nyingine, jambo ambalo ni nguzo muhimu ya demokrasia. Katika mfumo wa kidemokrasia, taasisi kama mahakama, polisi, jeshi, wizara na taasisi nyingine za umma zinatakiwa kufanya kazi kwa uwazi na kwa kufuata sheria. Hii huchochea imani kwa jamii, kwani wananchi wanapojua kuwa haki itapatikana bila upendeleo, wanawekeza nguvu zao katika uzalishaji na ujenzi wa taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni muhimu kwamba tunapoimarisha na kuboresha utendaji wa mahakama, tusisahau umuhimu wa mawakili wa kujitegemea ambao ndio nguzo muhimu katika kukamilisha utoaji wa haki. TLS inaamini kwamba ulinzi wa mawakili wa kujitegemea na kuimarishwa kwa uhuru wa mahakama katika ngazi zote ndio msingi wa utawala wa sheria, haki, amani na uwajibikaji katika taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutekeleza wajibu wa TLS, imeendelea kutoa maoni ya kitaalamu kwenye mabadiliko ya marekebisho ya sheria mbalimbali za nchi ili kuboresha na kuimarisha mazingira ya utoaji haki nchini. Na tutaendelea kufanya hivyo kama wajibu wetu, japo kuna changamoto ya maoni haya mara nyingi kutozingatiwa.
Tunashukuru leo nimemwona Mheshimiwa Spika yupo hapa, waheshimiwa kamati wapo hapa. Naamini kwamba ni vema waone umuhimu wa kushirikisha mawakili, kwa sababu hili ni eneo letu. Tunapokuwa na sheria, sisi wote ni wananchi, ni wazalendo, tuone umuhimu wa chama cha wanasheria kupata mapema miswada au marekebisho, na pale tunapoleta maoni basi sio lazima yachukuliwe, basi hata kuonekana kuzingatiwa. Sio lazima yachukuliwe kwa sababu maoni ni maoni, lakini tuonekane kuzingatia. Vile vile kuhimiza uwajibikaji wa mawakili na kudumisha maadili ya taaluma ya sheria kupitia kamati ya kitaifa ya maadili pamoja na kamati za maadili zilizopo kwenye chapter. Uwakili ni taaluma. Kwa hiyo kila taaluma ina changamoto zake. Kwa hiyo tunaelewa umuhimu wa kuhakikisha kwamba maadili yanazingatiwa na mawakili wakati wote wa kuwahudumia wananchi. Vile vile kutoa huduma za msaada wa kisheria kwa wenye uhitaji, na huduma hizi tumekuwa tukizitoa moja kwa moja kama TLS kupitia ofisi zetu katika chapter. Na japo kulingana na ufinyu wa bajeti hatuwezi kuchukua mashauri mengi, lakini kwa takriban mwaka jana tuliweza kama TLS kusaidia wananchi 421 ambao 270 ni wanaume na 151 ni wanawake, ambao tulitoa huduma za kisheria katika ofisi zetu kupitia mfuko wa TLS yenyewe unaotokana na michango ya wanachama katika kuwashauri, kuwaandikia na kuwawasilisha mahakamani. Lakini vile vile tumekuwa tukishirikiana kwa ukaribu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Katiba na Sheria, ambapo tumeweza kuwafikia takribani wananchi 3,662,643, ambapo wanaume ni 1,779,018 na wanawake ni 1,893,625 katika mikoa 19 ya Tanzania. Hii yote ituonyeshe umuhimu mkubwa wa watu kupata msaada wa kisheria. Siku moja niliwahi kueleza na ninaendelea kulirudia popote ninaposimama, ni wakati serikali ione kwamba kuna umuhimu wa kutenga fungu kwa ajili ya mahitaji ya watu wanaohitaji msaada wa kisheria, ili huduma hii iweze kuwafikia wananchi wengi na kwa wakati, kwa sababu TLS kwa kupitia fungu lake watu wengi sana tunashindwa kuaccommodate moja kwa moja, na kupitia impact ya Mama Samia Legal Aid ile tuliofanya mwaka jana, tuliona tumewafikia watu zaidi ya 3,600,000. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mahitaji ni makubwa, lakini uwezo wa TLS kuraise pesa kwa ajili ya kufanya kazi hii kupitia mifuko ya mawakili ni mdogo. Kwa hiyo ni muhimu serikali ione wajibu huu ni wake. Nimefurahi waimbaji hapa walikuwa wakicite vifungu vya katiba kuhusu mamlaka ya mahakama, na ili mahakama iweze kufanya kazi vizuri ni watu wote wafike kwa usawa mbele ya mahakama, kwa sababu wakati fulani tunaweza tukafunga watu sio kwa sababu ni wahalifu, lakini kwa sababu wameshindwa kujieleza na jaji pale hayuko kutoa ushahidi, atajua tu kwamba wakati fulani ni changamoto. Kwa hiyo ni vema tuone kwamba wananchi wapate uhakika wa huduma za kisheria kwa njia ya uhakika na inayotabirika. TLS tuko tayari kushirikiana na wadau wote ikiwemo serikali, na nimesema mara zote TLS itafanya kazi na kila mmoja. Sehemu ya kushauri tutashauri, sehemu ya kukemea tutakemea bila uoga, na sehemu ya kupongeza tutapongeza, ni wajibu wetu. Kwa hiyo tukikemea, tuliyekupongeza usinune, na tukipongeza, tuliyekukemea usichukie. Ni kawaida tu katika kufanya kazi yetu, kwa sababu kazi yetu ni ya uragibishi, lakini uwajibikaji vile vile. TLS kwa kutambua ustawi wa jamii, vile vile tumeendelea kuimarisha njia mbadala
kupitia TIAC ili kupunguza msongamano wa mashauri katika mahakama na kujenga imani ya wawekezaji katika mifumo ya upatikanaji haki Tanzania, hivyo kuchangia ustawi wa jamii, ukuaji wa biashara. Kwa sababu tunaamini katika usuluhishi au kuimarika kwa vyombo mbalimbali vya kiusuluhishi katika nchi kunasaidia kupunguza mlundikano wa kesi zisizokuwa za msingi mahakamani. Kuna mambo ambayo unakuta hayahitaji tafsiri kubwa sana ya sheria kumhitaji jaji na hakimu kufanya kazi, lakini kwa njia ya maafikiano pande zote zinaweza zikakaa kuzungumza na kumaliza migogoro kwa haraka na kurudi kwenye uwekezaji au shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuadhimisha siku hii ni muhimu pia kutaja changamoto ambazo sisi kama wadau wa haki tunaziona zinahitaji nguvu ya pamoja ili kuleta ustawi wa maendeleo ya kitaifa. Uhitaji wa maboresho ya sheria ya mawakili Advocate Act ili kuboresha usimamizi wa taaluma, nidhamu na uadilifu katika sekta na kuongeza usawa, uwajibikaji na uadilifu wakati wa ushughulikiwaji wa masuala yanayohusu nidhamu za mawakili, pamoja na kulinda haki na usalama wa mawakili wanapokuwa wakitekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Kwamba wakili anapokuwa akitekeleza wajibu wake kuwe na mfumo mzuri wa kumlinda na kumhakikishia usalama. Wakili asihusishwe na makosa ya watu anaowawakilisha. Awe mbakaji, awe muuaji, awe mwizi, awe fisadi, ana haki ya kuwakilishwa kwa mujibu wa sheria. Na tunapomwakilisha ni utimilifu ule ule wa kisheria. Kwa hiyo wakili apewe ulinzi dhidi ya vitendo ambavyo vimekuwa vikishamiri kwa wakili kuhusishwa na wateja anaowawakilisha, makosa ya wateja wanaowawakilisha, jambo ambalo linaweza kuathiri uhiari au uhuru wa mawakili katika kufanya kazi yao ya kuisaidia mahakama kutenda haki. Ucheleweshaji wa mashauri unaosababisha hasara kwa wananchi na wafanyabiashara, japo hii bado ni changamoto, lakini kuna maboresho makubwa sana yamefanyika kwa sehemu zote, ikiwemo kwenye kesi za jinai. Kwa sasa tuseme kwamba ni kweli kimsingi mahakama imesukuma, kuna hali fulani inayotia matumaini. Kwa hiyo mtu apendi tena kukimbilia mahakamani kama sehemu ya kuchelewesha shauri kwa sababu ya mipangilio mizuri iliyowekwa, lakini bado changamoto zipo ambazo zinahitaji kufanyiwa kazi. Vile vile changamoto ya kifedha kwa upande wa TLS katika utekelezaji wa majukumu yake. Kama tulivyosema, tuna majukumu ya kijamii, legal aid, tuna majukumu ya kijamii kuwasilisha. Kwa hiyo mimi hata ninapomshtaki mwanasheria mkuu ninatekeleza wajibu wangu, sio adui yake. Tutakutana, tutakunywa kahawa, lakini kesho nakwambia hili sikuachi, kwa sababu ni wajibu wangu kama TLS. Kwa hiyo serikali ione umuhimu wa kutenga fungu kwa ajili ya huduma za TLS ili kuleta usawa na matumaini kwa umma. Mtu anapojua kwamba nikionewa nitakwenda mahakamani, nikionewa nitapata mtu wa kuzungumza. TLS ina wajibu mkubwa, lakini vile vile sheria ina wajibu mkubwa wa kuleta matumaini kwa watu, na matumaini haya yatakuja pale mtu atakapoona kwamba kuna usawa. Usawa ni pamoja na ule uwezo wa kufikia huduma zitakazokurahisishia kupata haki yako. Tukiwa na sheria nzuri lakini watu hawawezi kupata huduma za mawakili, siku zote nasema ni sawasawa na jitihada za mtu kukonyeza gizani. Hutaweza kuonekana au ujumbe wako hautafika. Kutokuoana kwa mifumo ya mabaraza ya ardhi na nyumba na mahakama. Nimemsikia jaji mkuu akilizungumzia hili, najua linafanyiwa kazi kwa sababu kuna changamoto sana mabaraza ya ardhi, na sisi tulikuwa tukiomba kama ikiwezekana tuwe na mfumo mmoja wa mahakama. Huu titiri wakati fulani unatuletea ugumu sana, na unakwenda huku na rufaa, huyu kakalia faili huku, anapewa maelekezo huku, huyu asikii, huyu anasema siwajibiki huku. Ni ngumu sana kwa mawakili, kiasi kwamba wakati fulani wateja wanaanza kulaumu mawakili bila kujua ugumu tunaopata katika changamoto. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali vile vile ione kwamba
ni vema tukapunguza uwingi wa vyombo, hasa kwenye mambo yale ambayo tunaona mahakama inaweza kuyafanya kwa ufanisi zaidi. Vile vile tunaendelea kusisitiza na kuomba kwa waheshimiwa majaji na mahakimu kuendelea kuacha kusisitiza kwenye mifumo au masuala ya kiufundi wakati wa usikilizaji wa mashauri, na tujitahidi kwenda kwenye substantive ili tumalize migogoro kwa haraka. Jambo lingine ni kutofautiana kwa mifumo ya utoaji haki kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Mathalan, kwa Zanzibar, kama kosa halina dhamana, mshtakiwa atapewa dhamana ikiwa itafika miezi 6 bila kesi kuanza kusikilizwa. Hii inaleta ufanisi na kuziba mianya ya kutumia vibaya mfumo wa haki jinai. Lakini kwa Tanzania bara, makosa yasiyo na dhamana yanatumika vibaya kwa kuwa hakuna ukomo wa lini kesi lazima ianze kusikilizwa, na isiposikilizwa nini kifanyike. Tulikuwa tunaomba hili liangaliwe sana. Ni vema tufunge mtu tunayejua huyu ni mhalifu, lakini tusitoe mwanya ambao unaweza ukatumika kwa namna ya kuathiri wananchi wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo dhamana, ingewezekana dhamana iwe ni discretion ya mahakama. Tusifunge huku bungeni au wapi kwenye sheria hakuna dhamana. Acha mahakama, mtu afike mbele ya hakimu, afike mbele ya jaji, ampime, aone huyu mtu anafaa au hafai kupewa dhamana. Kwa hiyo ni vema tuangalie, tusiache mlango wazi sana kwenye makosa yasiyokuwa na dhamana. Kuwe na ukomo ili wananchi wasiteseke maabusu. Kuna watu wanakaa miaka miwili. Jambo hili sio jema katika nchi tunayojinasibu katika swala la haki za binadamu. Lazima tuhakikishe sheria zetu zinaakisi hiki tunachokisema. Vile vile tulikuwa ni maoni yetu vile vile kama TLS, kama sehemu la changamoto, tuone namna ya kuimarisha na kuiboresha Law School of Tanzania. Kuna umuhimu sana kwa sababu ya nature jinsi tulivyo na vyuo tulivyo navyo. Kuna umuhimu wa kuratibu ubora wa elimu yetu ili kuweza kuzalisha mawakili wanaostahiki. Tusipoweka mfumo mzuri wa kuchuja na kuhakikisha tunapata watu sahihi, tutaweka mabomu kwenye hizi taasisi, na siku yakianza kulipuka hata kuwepo wa kuzima, kwa sababu atakayelipukiwa naye atataka kulipua. Kwa hiyo kuweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha mtu anayekuwa wakili athibitike kwa uwakili wake, na kama kuna namna yoyote nyingine tunayotaka kurahisisha au kuona mtu kwa uzoefu wake anahitaji kupata uwakili, basi tuweke chujio linalobana mno ambalo lihakikishe law school nao wanatupia macho pale, ili tupate mawakili wenye sifa watakaoweza kusaidia wananchi. Sasa hizi bado tuna utaratibu mgumu, lakini najua mahakamani Mheshimiwa Jaji Mkuu napokea, na mimi ni kiongozi wa mawakili napokea kila siku migogoro. Wakili kapokea hela za wananchi kaishia nazo. Unapiga simu ya wakili umpati. Wakili katelekeza mteja mahakamani. Na bado tuna mifumo hii inayochuja. Sasa tukiacha tuweke mkazo tu, kwa sababu sio lazima kila mtu awe wakili. Kama mtu hawezi akafanya kazi zingine, lakini tuweke utaratibu kwamba mtu akija, wakili ajue ni ibada. Wakili ni mtu anayefanya kazi ya kiungu na kuwajibika kwa Mungu. Nasema siku zote, sio sheria tu, tunawajibika kwa Mungu. Ndio maana jaji hautaingia motoni kwa kuhukumu mtu kunyongwa hadi kufa, kwa sababu ni sahihi kufanya vile. Na wakili anapokuja huku ni uadilifu. Ni kutokufaulu mtihani wako ni kukosa uadilifu vile vile, sio kuonewa, ni kukosa uadilifu. If you are not part, either you don't have a call to that, au huna uadilifu. Kwa hiyo tusiwaonee huruma sana, tuone namna ya kufanya kuhakikisha law school inaimarishwa, na watu wanaopita kwenye hilo chujio kufika huku wawe mawakili ambao tusiwe na shaka tunapokuambia wewe sasa kawe jaji, wewe kawe hakimu, wewe kawe mwanasheria wa serikali. Na lingine ni ombi letu Mheshimiwa, ambalo ni changamoto, kutokuwepo kwa corona.
sijui wengine wanaita Kiswahili koronari, sijui tunaita korona, au kuteuliwa kwa korona wa kutosha ili kurahisisha mahitaji ya uchunguzi pale yanapohitajika. Tunapilishu mtu mara nyingi kwamba labda hakimu ndio korona. Hatuna korona. Kwa tulikuwa tunaliomba ili liangaliwe kama ni serikali kuona namna ya kuongeza bajeti kwa mahakama au kufanyaje, lakini tuwezeshe eneo hili ili tuweze kushughulika mambo yetu kwa kutumia mifumo yetu ya ndani kunapokuwa na changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, TLS iko tayari kushirikiana na serikali na wadau wote kutafuta suluhu endelevu za changamoto hizi na kuhakikisha kwamba haki si tu inatendeka bali ionekane ikitendeka wakati wote na katika mazingira yote. Kwa hiyo sisi tutaendelea kushirikiana na mahakama, tutaendelea kushirikiana na serikali bila kukompromise misingi ya uwajibikaji na taaluma yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, TLS inatambua changamoto kubwa iliyolipata taifa letu kutokana na yaliyojiri kabla na baada ya uchaguzi mkuu mnamo mwezi Oktoba mwaka 2025. TLS inatambua zaidi kwamba ni lazima na muhimu kuwa na hatua za uwajibikaji ili kurejesha imani na matumaini ya wananchi katika taifa lao. Ni rai yetu kwamba kila anayetakiwa kuwajibika awajibike kwa maslahi mapana ya taifa letu. Katika kipindi hiki ni muhimu na tuwaombe hata viongozi wetu wenye dhamana, anapokuwa hana jambo la muhimu sana kuzungumza, asizungumze jambo ambalo litatonesha mioyo ya wananchi. Tuombe hekima kwa Mungu ili tuweze kulirejesha taifa pamoja. Hapa tulipo sipo, na tusipokuwa makini huko tuendako siko kabisa. Tutafika mahali ambapo tutashindwa kurudi tulikotoka. Ni rai yetu kwamba zaidi kwamba tuangalie namna bora na shirikishi yenye kuaminika na wote, na msingi wa kutuongoza katika hili iwe ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Hili litaturudishia matumaini. Nia yetu tuwape. Unajua mtu anaweza asipate kitu, lakini akiona hata sefuria inachemka kumbe ni mawe, anaweza kahisi viazi vitapikwa, tutakula mchana. Kwa hiyo kelele na vilio vinaweza vikapungua. Tuangalie sana hilo. Na katika kusema hili naomba nimnukuu Alex Borain katika kitabu chake A Country Unmasked katika ukurasa wa 255. Alizungumza kwa lugha ya kigeni, naomba mimi nizungumze. Kwa hiyo nikisoma Kiingereza kwa Kinyakyusa mtusikitike sana. To forgive after the acceptance of accountability and the responsibility by the person concerned is an act of grace. And give an offender a second chance. To ignore or overlook the offense is an act of impunity. Tafsiri yangu ya Kinyakyusa au Kingoni ni kusamehe baada ya muhusika kukubali kuwajibika na kuchukua dhamana ya matendo yake ni kitendo cha neema na kinampa mkosaji nafasi ya pili. Kupuuza au kufumbia macho ni kitendo cha kutojali. Waswahili wanasema ukivuliwa nguo chutama. Kwa hiyo ni muhimu tulione hilo kama taifa wote na tuongee kwa ukweli bila kufarijiana. Tumejitia aibu, lakini lazima tutafute namna ya kutoka hapo kwa namna ya kuturejesha angalau pale tulipokuwa. Na njia hiyo ndio kama tulivyoshauri sisi kwamba iongozwe na ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo inatukumbusha kuwa maendeleo ya taifa yasingewezekana bila utawala wa sheria na mahakama huru. Chama chetu kinaahidi kuendelea kuwa mdau mwaminifu, mshauri wa kitaalamu kwa serikali, bunge na mahakama, na mlinda maslahi ya haki na uwajibikaji katika taifa letu. Kwa niaba ya Chama cha Wanasheria Tanganyika, naomba kutoa pongezi kwa Mahakama ya Tanzania kwa hatua kubwa ilizopiga katika maboresho ya mifumo, uwazi na matumizi ya TEHAMA.
Mwaka jana tarehe kama hii alikuwa ni Mheshimiwa Jaji Mkuu Profesa Juma, tulimsifia vile vile na kumpongeza kwa maboresho ya miundombinu. Tukamwambia, lakini Mheshimiwa Jaji, hicho kiwanja wataweza kukichezea? Yaani umeweka miundombinu, umeweka tehama, umeweka majengo na wote tunaliona hili jengo huko ndani. Je, kitatoka kitu kinachoendana na hilo jengo? Najua bado ni mapema sana Mheshimiwa Jaji Mkuu, lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna mambo ambayo tumeyaona sisi na tulipongeza, na sio mbaya nikiyarejea, ambayo ni a good sign kwa mahakama. Kwanza, hatua ya Jaji Mkuu kufuatilia swala la mahakama za mwanzo na haki za dhamana kwa Watanzania maskini wanaokaa kule chini. Hakuna jambo lilokuwa la hatari kama kufika chini ya mahakama ya mwanzo. Uwe wakili, uwe nani. Yaani ukifika pale break ya kwanza ni lock up, alafu wanaanza kubagain. Kwa hiyo uwe unakiri kesa ufanye nini, ni lock up kwanza. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa. Lakini saa hizi hatuna tena hiyo changamoto. Hilo ni jambo jema ambalo linaonyesha mahakama sasa inasogea kwa watu, na hasa lile kusudi lake la kupeleka mahakama kwenye kila kata. Jambo la pili ni usawa mbele ya sheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeliona na lazima niliseme kwa Mheshimiwa Jaji Masaju, hasa katika mahakama za mwanzo. Unajua kulikuwa na uendeshaji wa kesi wa kuviziana. Mtu anakuhoji, anaendesha kesi, kumbe anatengeneza kesi kupitia wewe tena mle ndani. Hatengenezi kesi kwa sababu aliandaa na alipeleleza. Lakini Jaji Mkuu anasema kwa sasa peleka vielelezo vyako vyote na ushahidi wako wote upande wa pili, nao ujue kesi gani inamkabili, ili mtu ajue ajitetee au akiri na aweze kujua ni kesi gani inamkabili. That is a landmark step ambayo kwenye upande wa haki sisi tunafikiri ni jambo jema linalostahili kupongezwa. Those are the good sign ambayo tunaona sasa tehama na miundombinu ya mahakama inaanza kuakisi kile umma unachokitarajia. Mheshimiwa Jaji Mkuu, tuendelee kushikamana katika kulijenga taifa letu tukiongozwa na misingi ya haki, amani, maendeleo na ustawi kwa wote. Huu ndio uwe muongozo wetu. Tuna taifa hili moja. Let's value life. Na tuone kila tunachokifanya ni kwa ajili ya wananchi. And we are not so special. Sisi tumepewa ni neema tu ya kuwepo kipindi hiki. Tuna wajibu wa kulilinda taifa hili na rasilimali zake kwa ajili ya kizazi kijacho. Kwa hiyo tunaposimama kama wanasheria, tunaposimama kama mahakimu, tunaposimama kama majaji, kila mtu ni mlinzi wa kesho ya taifa hili. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Wakili Boniface Mwabukusi kwa hotuba yako. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako na kwa mujibu wa ratiba, ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Samuel Maneno, naibu mwanasheria mkuu wa serikali, kwa ajili ya hotuba akiwa anamwakilisha mwanasheria mkuu wa serikali